Mzee Mwaipaya OG. Yeye friji lake haligandishi kabisa. Nyundo spana muda wote. Mimi napiga spana ni mwanzo mwisho. Wema lakini. Na umekuja wakati mzuri kwanza nani kwema sana. Vile vile kwanza tutakupa pole kwa sababu tulikuwa tunasikia kama unaumwa. Na ndio maana hatujakuona kama miezi kama 2 au 3 hivi. Mwezi mmoja kama na robo hivi au na nusu hivi. Ndio miezi 2 sasa hiyo. Ndio miezi 2 hiyo. Na najua tu leo kama Alikamwe kakutuma hapa aje kusia maoni ya umemsikia mwanao mzee Mwaipaya, umemsikia mwanao Alikamwe, maana wewe na mzee Shabani Kamwe ni marafiki. Kwa hiyo Alikamwe itakuwa ni mwanao tu pia. Na sio yani wala hujakosea. Alikamwe mimi yuko hapa anajifundisha kazi kwa baba yake. Mimi nampelekea vyuma achonge pale. Kwa sababu Alikamwe ni fundi vile vile, yani fundi nani mambo ya mashine. Kama umeenda kwa mzee Kamwe pale kuna mashine ya kuchonga vyuma. Alikamwe mtoto mdogo, mimi Mwaipaya OG napeleka vyuma pale, ambia bwana wewe ingiza ndani pale. Alikamwe anatumwa tu na babake. Huo mpira mmoja kaanza lini? Sasa umesikia kauli ya mwanao Alikamwe juzi akizungumza baada ya kutoka kwenye mkutano na bodi ya ligi. Na ndio maana alikuwa nimeongea na baba yake kwamba baba yake umeongea naye? Nimemwambia waza amkanye sana mtoto wake kwa sababu yani kuna vitu vinaitwa yani kuna sifa ya uongozi. Na baba yake akasemaje? Tulia kwanza, ndio anakuja kule. Unajua kuna sifa ya uongozi. Ukiwa kiongozi na maana friji lako lazima leo linagandisha. Alafu vile vile kwanza kuna dharau moja ambayo iliyotumika, wamesema umeitwa na bodi ya ligi, msemaji unaenda kuhusika nini kule msemaji? Pale natakiwa aende CEO, aende makamu mwenyekiti, kama alikuwa kama engineers kama rais itakiwa aende pale. So mbona hapa msemaji utakuja kupewa amri cha kuzungumza. Sasa alikuwa pale Arafat Haji, tumemwona makamu wa rais wa Yanga. Ndio maana nakwambia tumemwona Alex Ngai alikuwepo pale, lakini pia tumemwona CEO wa Young Africans ndugu Ntine naye alikuwepo. Ndio maana nakwambia viongozi wote wa klabu ya Yanga bila kuchagua nani, viongozi wote ni wahuni. Kwa sababu uhuni wao huwezi kwenda na mtu kama msemaji ndani ya kikao. Yaani ndio maana nimerudi pale. Yaani taratibu za kikao msemaji anakuwa yuko nje. Triple Mario Ndimbo jana katoa habari, lakini kwenye kikao alikuwa hayupo. Ina maana watakaa kwenye kikao chao pale, wakishamaliza pale wanakupa saa press release. Kazungumze hichi. Wewe nao umeingia ndani kule. Na mimi na wasiwasi hata mazungumzo ya kula ya rekodi. Na ndio maana kupitia maiki zenu namuamrisha amtaje yule kiongozi ambaye anasema Almas Kasongo alisema. Mimi najua kabisa kwamba Almas Kasongo hajamtaja kiongozi wa serikali wa aina yote ambayo alihusika katika mechi hiyo. Kama hizi ni habari za kupika tu hizo. Hizo ni habari za mtoto kwa sababu mdomo wake yani haugandishi kitu, mdomo wake masia na unafiki wake na ni mnafiki tu. Almas Kasongo hajazungumza hata kusema kuna kiongozi wa serikali ambaye alipiga simu akazuia yani mageti akafungwa siku ile. Almas Kasongo hajasema. Aulizwe sana nyinyi waandishi wa habari kwa sababu mnapenda sana hao nyuma mwiko ambao wanaharibu mpira. Kamaliza press anaondoka, mnashinda kumdaka kumuuliza maswali. Sasa je, kule waandishi wa habari wa kichunguzi watu kama sita kiwa pale akae chini bwana, hebu tutajie huyu kiongozi gani? Unasema Almas Kasongo amemtaja jina kwenye kikao. Masikio yako yamenasa. Haya, nyinyi mlienda na mambo manne. Mlienda na mambo kwanza ajiuzuru CEO Almas Kasongo, ajiuzuru Wilfred Gidau, iondoke ile kamati ya masaa 72, alafu waje kuunda iundwe tu iundwe bodi ambayo iko huru. Umeelewa mpaka hapo? Mambo manne. Ile jambo la 5 umelitoa wapi Alikamwe? Ndio maana nikamwambia hata babake bwana, mtoto huyo unaweza anaweza kajisia anaenda jela bila hata kupenda, kwa sababu unapotaka kuchafua hali ya hewa ya watu una ushahidi. Lakini sasa kwa jambo hili linavyozidi kuendelea, mzee Mwaipaya, ni kama taswira ya ligi yetu imeanza kutia doa, inaanza kusemwa vibaya hivi. Haitii doa, wanayetia doa ni hawa hapa, na ndio maana nimekwambia vipi mimi kwa Alikamwe ningemuunga mkono kwa kauli ya kusema kwamba Almas Kasongo ajiuzulu kama ingekuja na mambo kama ama mawili ambapo wewe shahidi. Kutoka huko Truth Media tulikuwa tunalalamikia masuala ya uwekezaji wa GSM, umeelewa? Mimi ningemuunga mkono Alikamwe, angesemaje? Tunamhitaji Almas Kasongo ajiuzulu kutokana kwamba walikiuka kanuni, walimweka GSM adhamini vilabu 16 wakati kinyume cha sheria, wakati GSM ni mdhamini wa klabu ya Yanga. Umeelewa? Mimi naunga mkono kama angesema pale, umeelewa? Yani naunga mkono angesema Alikamwe
kwa sababu sisi tumelipigia kelele hapa. Sasa unaona Ally Kamwe hilo anaweza kulisema? Nani? Ndio maana nakwambia vipi Mesia, na ndio maana kwa lolote ile yani jibu inakuja kwa kwamba vipi? Kwamba alichokisema Ally Kamwe ni kitu ambacho kitoto. Angekuja na mambo nani bwana, tunataka Almasi Kasongo ajiuzulu kutokana na kwamba vipi? Hii ligi na kanuni zake, sheria na kanuni, kwa sababu bodi ya ligi imevunja kanuni kumpa GSM adhamini timu 16. Na ndio maana baada ya Gonzalez alivyolalamika pale walivunja mkataba, na ulivunjwa mkataba yani nawapenda hata kwa sababu hata nyewe kumbukumbu nyinyi hamna vyombo vya habari, lakini sisi watu tuna kumbukumbu. Mkataba wa GSM na vilabu 16 ule mwaka juzi alivyoingia pale Barbara Gonzalez alipambana nao. Ulivunjika baada ya kuona kwamba Barbara Gonzalez alikuwa kafu katumiwa tiketi bwana njoo. Wakajua huyu hapa mwanamke aenda kulipua bomu kule. Tashuka daraja pale. Saa 12 juu ya alama. Niko hapa kwenye kijio chetu pale. Naangalia kwenye skrini pale, nakuta wanasheria GSM wanavunja ule mkataba. Wanavunja. Sasa unajiuliza kwa nini wavunje kama ulikuwa halali? Angekuja Ally Kamwe kwenye vyombo vya habari akasema tumefanya uchunguzi, tumegundua kwamba bodi ya ligi lazima iondoke madarakani kupitia jambo la kwanza hili, kuna marefari, jambo la pili kuja kwamba kwenye udhamini, jambo la tatu kwa sababu na kibaya zaidi umeelewa kwamba baada ya ule mkataba kuvunjwa GSM sasa kana anaingia nyumba kwa nyumba sasa yeye mwenyewe bila kuwa na mlinzi anaangalia, bila kuwa na mwanasheria wa bodi ya ligi, bila kuwa na mwanasheria aina yote. Sasa pale hamna nani? Pale kuna mazingira yapi pale? Unaenda kwa upande wa Pamba pale unamuita nani sio wa Pamba, mnakaa naye pale, mnajadili, unaweka nani hela mezani. Unampa yule na mkataba. Nakala haiko bodi ya ligi. Lakini sasa mzee Mwaipaya, hayo yote yametokea. Msimamo wa Young Africans wao mbali na kutocheza dabi ya Juni 15, lakini wameweka msimamo mwingine, hawatacheza fainali ya kombe la CRDB Confederation Cup dhidi ya Singida Black Stars, mechi ambayo imepangwa kupigwa katika dimba la Amani Complex pale Zanzibar. Lakini wao wanachotaka ili wacheze fainali hiyo walipwe deni lao ambalo wanaidai la ubingwa wa msimu uliopita ambalo hawajapewa mpaka leo hii. Lakini TFF waliweza kuwatumia barua, nakala ya barua Young Africans wakionyesha kuwa zile fedha zao zilivyogawanywa, lakini pia wakaambia kuwa Young Africans wao ndo wanadaiwa. Ndio maana tunapenda sana kuambia yani kuambia wadau wa mpira Tanzania kwamba kuna vilabu vingine yani bado hawana viongozi, na nisha kuwa nazungumza mara nyingi sana, yani zaidi ya mara 200 nasema kwamba kila siku kwamba Yanga hawajawahi kupata viongozi wa masuala ya mpira. Umeelewa? Toka imeanzishwa Yanga hawajawahi kupata viongozi wa mpira toka imeanzishwa Yanga. Yanga na makando mengi zaidi. Nakupa na nakuuliza, nenda kafanya uchunguzi. Nyinyi si waandishi wa habari? Kafanyeni uchunguzi. Klabu gani katika nchi ya Afrika ambaye kiongozi wao alihukumiwa maisha na FIFA asijishirikisha nini na masuala ya mpira? Klabu gani? Nyinyi mnajua? Waambie kuna watu hawajui. Nyinyi mnajua, na waandishi basi mtakao habari hamjaje kuoje hilo? Hamjaje kuoje hilo? Ni klabu ya Yanga. Nani alifungiwa maisha? Marehemu Makongolo. Marehemu Makongolo alifungiwa maisha na FIFA. Na mechi na kwa nini alifungiwa maisha? Mechi zilikuwa zinafanyika Kenya. Yanga alikuwa anashiriki katika klabu ya nani East Africa Central. Sasa ni Sekafa wale, alikuwepo na Coastal Union, maneno mpaka hapo. Kipindi hicho Yanga wamemsajili mtu mmoja anaitwa Elisha John kutoka Coastal Union. Unanielewa mpaka hapo? Mbali sana huko, yani huko mbali, si nisiende sana huko mbali huko. Salumu huko mbali, yani Salumu yani huko mbali, yani hata si kama ulikuwepo kipindi hicho. Naweza nikawa nilikuwepo labda. Lakini ulikuwa unatumwa kwa barua kwenda dukani. Hamna. Barua. Hamna. Usimpe jamani, mpeni mafuta hata asipewe pipi huyo. Wape taarifa vijana wale. Kipindi hicho umesia Yanga wamemsajili mchezaji mmoja anaitwa Elisha John kutoka Coastal Union. Elisha John alikuwa ni mchezaji kweli. Na walikuwa wanagombana kati ya klabu ya Simba na klabu ya Yanga, lakini Yanga wakawini. Yanga akawina akamcheza Elisha John, ndio wanaenda kucheza kule Mesia. Na baadhi ya wachezaji wa klabu ya Yanga wakatia migomo. Kwa nini Elisha John kaja huko? Tena kaja na ndege. Sisi tumeenda. Wameenda na basi sio ya miguu mpaka huko Kenya, wameenda na miguu kule. Basi mechi zilivyoanza Mesia kila mpira kuchukua pale
wanampa Elisha John. Hata kama mtu ana nafasi ya kufunga anampa Elisha John. Ilifika hatua sasa wanafika waende katika nusu finali pale. Ndio mazonge yakaanzia pale. Yani Yanga ili afanikiwe ingie nusu finali pale. Tukaja kusikia kwenye vyombo vya habari kipindi hicho. Kuna gazeti la Uhuru Mzalendo kipindi hicho. Uhuru Mzalendo. Radio kama mkasiza kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa. Radio hapo. Umesia kwenye michezo. Basi hapo umesikia tumoja kusema kwamba tayari yani kuna kiongozi mmoja wa klabu ya Yanga ametumia kwa rushwa. FIFA alimfungia maisha. Sasa klabu hiyo umesia wanakuja mbele sasa, yani na ndio maana narudi tena kama kwa viongozi wa Yanga ni wahuni. Wakiambia hivi wanakuja hivi, wakiambia hivi wanakuja hivi. Umeelewa mpaka hapo? Ali Kamwe ameudhirishia umma kwamba yeye klabu ya Yanga inaidai TFF ameshindwa, na ndio maana mimi napata wasiwasi. Hawa yani Yanga wanafanya vipi kazi? Ina maana engineers akishafanya jambo hawaambii wenzake kina nani? Makamu wake anafuatiaje? Hawaambiki na nani? Hawaambiki na Alex Ngai kwa sababu wameandika barua wenyewe. Na ni klabu ambayo wanajitapa kwa nje kama ni wana hela. Kumbe ni klabu maskini ya kutupwa hii. Lakini mzee Mwaipaya, jambo hili nyinyi Simba Sports Club mnaonekana mashabiki kulifurahia zaidi. Sisi tumeondoka toka zamani kwa sababu sisi hapa tulisha kuambia kutoka hapa. Kwamba sisi tulisha kuwalipia hela TF nani Fati hawa. Fati itakiwa ifutwe na kafu. Hela za Simba zimetumika. Tumewalipia sisi hela nani hapa. Sisi ni matajiri. Wao wameshaona sisi tuna matatizo na nini yako muombe njaa, ndio hili linalotokea sasa. Sisi tunataka kuwafundisha kwamba kama vipi yule GSM sio tajiri ambaye anaidhamini klabu ya Yanga. Na mimi wanarudia kila siku. Umeelewa kwamba vipi? Kama GSM angekuwa ni mdhamini kabisa wa klabu ya Yanga, angeidhamini Yanga peke yake. Unashangaa wanakuta mpaka wale kulipa milioni 8 za mchezaji wa kigeni. Mzee Mwaipaya, kwa kumalizia tu, unashauri nini kifanyike ili jambo hili liweze kukaa sawa na mpira wetu uendelee vizuri kama mwanzo ulivyokuwa? Hili jambo kwa nini Yanga wanaogopa? Yani kwa nini Yanga wanahanikiza bodi ya ligi iondoke? Kwa nini Yanga ngoja Messi nisije. Kwa nini Yanga wanahanikiza bodi ya ligi iondoke? Kwa nini Yanga wanahanikiza huyu Digdao aondoke? Kwa sababu gani unajua? Hawa wanajua kabisa mwakani hakuna kabisa njia za mkato hizo. Mwakani huyo GSM atadhamini klabu ya Yanga peke yake. Hawezi kudhamini jambo la aina yote jingine. Na huku tayari ameshatiwa bani huko na serikali, umeelewa? Yanga hao kwa sababu alikuwa mara ya kwanza alipeka barua mpaka bungeni. Wakati anajua bunge liache kujadili masuala ya maendeleo wajadili wenyewe. Tukamzuia Msukuma hapa kupita kijiji cha Mwembe Simba. Kama Msukuma wewe jadili nani? Jadili barabara, jadili maji. Ama masuala ya Yanga muulize engineer hizi. Kwa nini ameingia Yanga kipindi kile hajapata ubingwa? Lakini mpaka bosi wake alianza kudhamini timu zingine tukapata ubingwa. Kamuuliza maswali achana na masuala ya bungeni. Na vile mimi napongeza tu hata huyu Palamagamba Kabudi waziri kuambia ndani ya bunge kwamba serikali haina mamlaka ya kuingilia mpira, kwa sababu kuna baadhi ya viongozi wa serikali wana utashi wao tu pale, wanapenda sana kuingia katika masuala ya mpira. Maana mpaka hapo. Na la mwisho ninachotaka, hii ni amri, sio kwamba ombi. Wewe unatoa amri. Mimi natoa amri kwa msemaji wa Yanga Ali Kamwe. Amtaje kigogo aliyeanza naye kusema kama ndio yani kahujumu ile mechi ya dabi. Kwa sababu tumemsikia Almas Kasongo hajazungumza, amezungumza Ali Kamwe. Nyewe waandishi habari mlimsikia Almas Kasongo kazungumza? Na kuuliza Salumu mwenyewe usema kwa nani? Hapana. Haujamsikia. Aliyezungumza kama kuna kigogo ni nani? Ali Kamwe. Mrudishie mic mwambie Mwaipaya ujue anasema anakupa siku 7 mtaje kigogo aliyehusika kupiga simu mageti yakafungwa pale. Zikipita siku 7 hajamtaja? Zikipita siku 7 nitaangalia na wanasheria wangu tumpeleke pale akamtajie mahakamani. Shukrani sana. Asante.